Tunaanza huko Mombasa ambapo idara ya usajili wa watu Mombasa imegundua sakata ya kutengeneza vyeti bandia vya kuzaliwa. Maafisa wa idara hiyo pamoja na makachero hii leo walimkamata mtu mmoja akiwa na vyeti kadhaa bandia tayari kuuzwa. Pia mitambo aliyokuwa akitumia kutengenezea vyeti hivyo viliweza kukamatwa na kuchukuliwa na maafisa hao wa polisi. Ferdinand Mondi anaarifu kutoka Mombasa. Ni katika ofisi hii isiyo na maelezo mlangoni ambapo maafisa wa usajili pamoja na wale wa upelelezi walimkuta mshukiwa huyu akiwa katika kazi yake ya kila siku kutengeneza vyeti bandia vya usajili. Afisa mkuu wa usajili Mombasa amesema walianza kuwa na shaka wakati idadi ya watu waliofika katika ofisi ya usajili wa watu iliongezeka, baadhi yao wakivitumia vyeti hivi vya kuzaliwa. Cyber operators and people who offer computer services who are conning wananchi and issuing them with the documents for the purpose of facilitating them in the issuance of ID card. Mtu mmoja aliyefika ofisi zao na cheti bandia ndiye alitoa habari iliyowaelekeza katika ofisi ya Robert Mwasi iliyoko kando ya Club Rio katikati mwa mji wa Mombasa. Hapo alipata vyeti ambavyo tayari vilikuwa vimetengenezwa, tarakilishi alizokuwa akitumia na pia mashine ya uchapishaji na mitambo mingine. Aidha, vyeti hivyo vina majina na saini za afisa ambaye anafanya kazi katika ofisi ya usajili. Kitole is an officer in the Department of Birth. She's not the one who has signed. The guy has even gone as far forging the signature of the said officer. Hajulikani ni watu wangapi ambao tayari walikuwa ameshawauzia. Bwana Masai sasa anatahadharisha wananchi dhidi ya kutafuta vyeti kama hivi katika maeneo ambayo si ya kiserikali. Mshukiwa anazuiliwa pamoja na mitambo yake na atakuwa mgeni wa serikali wikendi hii hadi wiki ijayo atakapofikishwa mahakamani. Ferdinand Mondi, KTN, Mombasa.